Upendo una uwezo wa ajabu wa kufanya mambo yanayoumiza yaonekane ya kawaida. Hii si udhaifu wa mtu mmoja mmoja, ni jinsi ubongo wetu unavyofanya wakati wa hisia kali. Wanasaikolojia wanaelezea hali hii kwa njia ya kuvutia. Wakati tunapopenda mtu, ubongo unatoa kemikali kama oxytocin na dopamine ambazo zinaunda hali inayofanana na uraibu wa kawaida. Maana yake ni kwamba kuacha mtu, hata mtu anayetudhuru, kunaweza kuhisi kama kupoteza kitu muhimu sana kwa mwili wetu. Si udhaifu wa moyo, ni biolojia. Lakini biolojia haifanyi kila kitu kiwe sahihi, na kuna dalili fulani ambazo ukiziona zinastahili kuchukuliwa kwa uzito bila ya kujali nguvu ya hisia unazozibeba. Dalili ya kwanza ni unyanyasaji wa kihisia unaofanyika kwa mfumo, si ugomvi wa kawaida, bali mfumo wa kudhibiti. Hii ni tofauti muhimu ambayo wengi wetu hatuifanyi vizuri. Wanandoa wote wanagombana. Wote wanasema maneno magumu wakati wa hasira, lakini kuna tofauti kati ya mgogoro unaomalizia na msamaha na mfumo wa kudhibiti unaoendelea kwa miezi na miaka. Lundy Bancroft, mtaalamu wa tabia za kudhibiti katika uhusiano, anaelezea kwamba mtu anayedhibiti mwenzake mara nyingi hafanyi hivyo kwa sababu ya hasira tu, bali kwa sababu anadhibiti ni sehemu ya jinsi anavyoelewa uhusiano. Anajisikia ana haki ya kudhibiti, na hiyo ni tofauti ya kimsingi ambayo haibadiliki kwa mazungumzo mazuri au subira nyingi. Ukiona mfumo si tukio moja wa kudhibiti wapi unakwenda, nani unakutana au jinsi unavyojisikia kuhusu nafsi yako, hiyo ni ishara inayostahili kusikilizwa. Dalili ya pili inahusiana na kitu ambacho saikolojia ya uhusiano kinakiita asymmetrical effort, juhudi zisizo sawa kwa muda mrefu. Uhusiano wote una nyakati ambazo mtu mmoja anatoa zaidi. Hiyo ni ya kawaida. Maisha yanabadilika, mazingira yanabadilika. Tatizo linaingia pale ambapo usawa huo umekosekana kwa muda mrefu na mtu mmoja amekuwa ndiye anayebeba mzigo wote wa kuweka uhusiano hai. Utafiti kutoka kwa Ellie Finkel na wenzake kutoka Northwestern University unaonyesha kwamba uhusiano wenye afya una mfumo wa mutual responsiveness. Watu wawili wanaona mahitaji ya mwenzao na wanaitikia. Pale mtu mmoja anaendelea kutoa wakati, nguvu, upole, msamaha, na mwingine anaendelea kupokea bila kujiuliza kama anatoa vya kutosha, mfumo huo unamchoshea mtu wa kwanza pole bila yeye hata kugundua. Dalili ya tatu, na hii ina uzito wa kipekee wa kisaikolojia, ni kudanganywa mara kwa mara bila mabadiliko ya kweli ya tabia. Hapa kuna nuance muhimu sana. Watu wanaweza kukosea. Watu wanaweza kudanganya mara moja na kujuta kwa kweli. Hilo si jambo la kuhukumu haraka. Lakini kuna mfumo tofauti ambapo kudanganya kunafuatwa na ombi la msamaha, kisha kuendelea, kisha ombi lingine la msamaha, kisha kuendelea tena. Mwanasaikolojia George Simon anaandika kuhusu tofauti kati ya remorse na regret, toba ya kweli na majuto ya kujihurumia. Mtu mwenye toba ya kweli anabadilisha tabia yake, si kwa sababu ameshikwa, bali kwa sababu anaelewa madhara yake. Mtu mwenye majuto ya kujihurumia anaomba msamaha kwa sababu anataka hali irudi kawaida, si kwa sababu ameona mabadiliko ya ndani. Tofauti hii inaonekana si kwa maneno yake, bali kwa tabia yake baada ya siku 30. Dalili ya 4 inagusa eneo ambalo tamaduni nyingi, ikiwemo na baadhi ya tamaduni za Afrika ya Mashariki, zimekuwa zikifundisha watu wanyamaze. Kupoteza nafsi yako pole pole bila kutambua. Unaanza kupenda muziki tofauti kwa sababu yeye hapendi wako. Unaanza kuacha marafiki kwa sababu yeye hana raha nao. Unaanza kusita kuzungumza mawazo yako kwa sababu unajua jibu lake mapema. Pole pole, bila tukio moja kubwa, unakuwa mtu tofauti na yule uliyekuwa. Utafiti wa Arthur Aron kuhusu self-expansion theory unaonyesha kwamba uhusiano wenye afya unatakiwa kukupanua, kukua na mawazo mapya, uzoefu mpya na uwezo mpya.
Uhusiano unaokufanya upungue, ukupunguze nafsi yako, uhusiano wako na wengine, na imani yako katika mawazo yako mwenyewe, unafanya kinyume cha kile ambacho uhusiano mzuri unafanya. Dalili ya 5 inakufanya usihisi salama kimwili au kihisia. Hii inaonekana wazi inapoulizwa, lakini ukweli ni kwamba watu wengi wanaishi katika hali ya kutokuwa salama kwa muda mrefu bila kuiita kwa jina lake. Kutembea kwa uangalifu mpita kisa nyumbani kwako mwenyewe, kuhisabu maneno yako kabla ya kuyasema, kujisikia wasiwasi mkubwa pale simu yake inalia. Hizi si hali za kawaida za uhusiano, ni ishara za mwili unaojua kitu ambacho akili bado haikubali. Kuelewa dalili hizi si sawa na kusema kwamba kuacha ni rahisi. Si rahisi, na si kila mtu anayeona dalili hizi ana njia wazi ya kutoka mara moja. Mazingira ya kiuchumi, watoto, familia, hofu, hizi ni nguvu za kweli ambazo hazipaswi kupuuzwa. Lakini kutambua kwamba unachokiona ni halisi na kwamba hisia yako ya usumbufu ina msingi, hiyo ni hatua ya kwanza ambayo wengi wetu tunaikimbia kwa muda mrefu. Upendo wa kweli haukufanya uhisi mdogo, haukufanya uhisi hofu ndani ya nyumba yako mwenyewe, na haukufanya upoteze nafsi yako pole pole bila kutambua. Kama video hii ilikugusa mahali fulani, si kwa haraka ya kufanya uamuzi, bali kwa utulivu wa kutambua ukweli wako, basi imefanya kazi yake.